Jeshi la polisi mkoa mjini Magharibi Unguja limewashikilia watuhumiwa 17 waliohusika na matukio ya wizi wa vyombo vya moto ambavyo vilivyoibiwa ndani ya mkoa mjini Magharibi Unguja na kuuzwa katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar na nje ya Zanzibar. Hayo ameelezwa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa mjini Magharibi Unguja, Richard Tadeo Mchomvo, wakati alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari Madema wilaya ya mjini mkoa mjini Magharibi Unguja. Amesema kuwa mnamo tarehe 24 mwezi wa 9 2025 jeshi la polisi lilianza kufanya operesheni iliyolenga kuwakamata wizi wa vyombo vya moto pamoja na wahalifu wengine waliohusika na makosa mbalimbali. Na katika operesheni hiyo jeshi la polisi limefanikisha kuwakamata watuhumiwa 17 na kupatikana kwa pikipiki 23, injini ya Vespa na bodi ya Vespa ambazo zote ziliibiwa kwa nyakati tofauti ndani ya mkoa mjini Magharibi Unguja. Tumeona kwa sababu nyinyi ni wadau muhimu, waandishi wa habari na wananchi wetu, ili wajue kazi ambayo jeshi lao linafanya. Nyinyi ndio watu wa kupitisha hiyo taarifa. Leo tukutane na nyinyi wote kwa pamoja, na tumekutana na nyinyi tukiwa tumepata mafanikio makubwa sana. Mpaka tarehe ya leo ninavyoongea hapa tumeshakamata watu 17 ambao wanajihusisha na matukio ya wizi wa pikipiki. Watu 17, na watu 17 wamegawanyika katika makundi makubwa mawili, lakini na kundi dogo la tatu. Kundi la kwanza ni wale wanaofanya wizi kabisa wa hizo pikipiki. Na kama ambavyo mnajua, wizi wa pikipiki kwa sisi hapa Zanzibar ni ule ambao ni wa kuvizia. Ule wizi wa kuvizia. Na tumewahoja wahalifu wote, wanaeleza hiyo njia kwamba ndio wanayotumia. La kwanza, wanavizia watu wakiwa kwenye maziko. Watu wameenda kwenye makaburi, kwenye mava kule makaburini. Nafikiri mnaelewa vizuri neno mava. Wameenda makaburini, wanafanya maziko. Wezi wanakaa jirani, wanavizia, wanaangalia pikipiki, wanaenda wanaziiba. Lakini wakati mwingine wanavizia watu wakiwa kwenye nyumba za ibada. Watu wameingia kwenye misikiti, wanafanya ibada, wanavizia watu, wanaona watu wameingia, dua zishaanza kule ndani, mahubiri, wanaiba pikipiki. Nyingine ni watu ambao wanazitunza pikipiki nyumbani. Watu wana imani, unajua watu Zanzibar ni nchi ambao watu walikuwa wametulia. Sasa watu wanaamini bado watu. Kwa hiyo mtu ana pikipiki yake anaona kuiweka ndani, labda anaona ni nini, anaipaki nje ya nyumba. Watu wanavizia, wanaiba. Mwingine anaweka hata ndani lakini hafungi ule mlango, watu wanavizia. Kwa hiyo matukio mengi hapa kwetu ni ya kuvizia na kuzichukua. Kwa hiyo sasa kama nilivyosema tumeshakamata watu 17 kwa sababu ya kusaidia. Na nataka niwasome hao watu majina hawa ili wananchi wajue. Kama mtu hataridhika atasomwa jina atakasirika. Sasa tutafanyaje? Maana tunataka wananchi wetu wajue ni kina nani wanaowaibia. Kwa hiyo wale wezi kabisa ambao wanashiriki kwenye kuiba, wa kwanza anaitwa Abrahamani Juma Shaibu. Huyu maarufu wake wanaoita mdogo. Yeye ana miaka 20, ni mshirazi wa kwa Mtipura. Kwa Mtipura nafikiri mnapajua ni eneo lile linaeleweka. Mwingine Al-Karim Haji, yeye maarufu anaitwa Kasongo. Yeye ana miaka 19. Na yeye ni mshirazi, mkazi wa Madukani. Mwingine anaitwa Abubakar Musa, yeye ana miaka 22, yeye ni mshirazi wa Chumbuni. Mwingine ni Hamis Juma Hassan, yeye ana miaka 21, mkazi wa Melisita. Maana wao nafikiri mnayaona vizuri hayo. Mwingine ni Nasri Suleiman, yeye ana miaka 20, ni mkazi wa Kazole. Mwingine ni Hassan Saidi Hassan, maarufu wake anaitwa Kaba. Jina hilo la Kaba, yani watu wanamjua kwa jina la Kaba. Kwa hiyo yeye ana miaka 30, huyu ndo mzee. Ana miaka 30, anaishi Munduli. Mwingine anaitwa Saidi Masud Omari, yeye ana miaka 31, naye ni mzee, anaishi Mboriborini. Mwingine ni Juma Hamisi Juma, yeye ana miaka 31, anaishi Darajani. Mwingine anaitwa Muhammad Hamisi Juma, huyu ana miaka 24, anaishi Daraja Bovu. Maeneo hayo. Mwingine ni Abduli Hamisi Othman, maarufu kwa jina la Fallen. Yeye ana miaka 23, huyu anaishi Shauri Moyo. Hawa wanaiba tu. Ni wale wezi. Wengine wezi ambao wanaiba na kununua ni Hamisi Abdalla Juma, huyu ana miaka 23, anaishi Kilimahewa Bondeni pale. Wa pili katika wanaoiba na kununua anaitwa Abrahamu Yusuf, yeye ana miaka 20, anaishi Mwembe Makumbi. Kwa hiyo hawa tumewakamata ni wezi.
Lakini wanaozinunua hizi pikipiki sasa na kufanya zile modification wako 5. Yuko Suleiman Ramadhani, yeye ana miaka 27, ni mkazi wa Magogoni. Yuko Thabit Mohamed Zuberi, yeye ana miaka 19, ni mkazi wa Chuini. Yuko Sharifu Juma Hamadi, yeye ana miaka 31, ni mkazi wa Chunga Fuoni. Mwingine anaitwa Juma Mohamed Chuma, yeye miaka 33, anaishi Amani Fresh. Yuko Abduli Ramadhani Musa, ana miaka 25, yeye anaishi kwa Mchina Mwisho. Kwa hiyo hili ndio kundi la wanaotusumbua, na hawa wanaenda mikoa yote mitatu. Hawa wanunuzi wananunua kule kaskazini, wananunua kusini, wananunua hapa. Wakija wanazibadilisha, wanaziuza hapa hapa. Kwa hiyo kuna wananchi wetu hapa wengi ambao tumeenda kwa tukazikamata hizo pikipiki, wameuziwa. Sasa ninachotaka kusema ni kwamba tuwaombe wananchi, mtusaidie na nyinyi waandishi wa habari kuwaambia wananchi, ziko taratibu za kununua pikipiki, kununua vyombo vya moto. Wazifuate. Ya muhimu zaidi ni kubadilisha jina la umiliki. Wananchi wengi hapa Zanzibar wananunua vyombo vya moto, lakini yale majina ya umiliki hawabadilishi. Wanabaki nayo. Wanachogopa ni kodi ndogo sana, tozo ndogo sana ambayo inafanywa na ZDRA kwa ajili ya kubadilisha lile jina. Sasa madhara ya kukwepa hiyo tozo ndogo ndio sasa unakuwa na chombo. Madhara yake unajua ni nini? Kile chombo kikiibiwa, tukikikamata, kina jina la mtu, tukimtafuta yule mtu sasa kupitia ile kadi, tunampata mtu ambaye sasa mimi nishauza zamani. Bage inauzwa hata mara 4, lakini jina linabaki lile la kwanza, mtu aliyenunua kwenye duka. Aliyenunua wakati inaletwa nje. Hii ni sehemu ya kwanza muhimu sana ambayo tunataka tuwaombe wananchi. Lakini lingine, ukienda ZDRA kama unauziwa pikipiki ambayo imebadilishwa namba, ukifika kule watakwambia hii imebadilishwa. Kama imegongwa ile namba, ikabadilishwa ile namba yake halisia, ZDRA mnabadilishana, ZDRA wataangalia kwenye mfumo, watasema hii pikipiki ya namna hii haipo. Kwa hiyo namba sio sahihi, kwa hiyo usinunue, unanunua kitu ambacho ni bomu. Kwa kuna watu wana pikipiki hapa ambazo sio pikipiki kwa sababu hazina usajili halali, kwa sababu namba zile zimegongwa. Hawa watu 5 hawa ndio kazi zao hizo wanazozifanya. Wanatafuta mbinu, wanagonga zile namba, ndio wanamuuzia mtu. Tumeelewana? Kwa hiyo ndio hali ilivyo. Sasa ninachotaka kuambia wananchi wa mkoa Mjini Magharibi, kaskazini Unguja na kusini Unguja ni kwamba jeshi lao la polisi liko imara. Tunafanya operation kubwa. Tunahakikisha kwamba pikipiki zilizoibiwa tunazirudisha. Nilipewa Honda ya mkataba, nikafanya kazi, nikamaliza mkataba mwezi wa 4 mwaka huu. Nilipomaliza mkataba mwezi wa 4 mwaka huu, ile Honda nikachukua, nikampa mtu. Mimi nikachukua Honda nyingine, ikawa nafanyia kazi. Yule mtu mmempa Honda, akafanyia kazi siku 9. Siku hiyo katoka kijiweni kwake, kaenda nyumbani kwake. Alipofika, kwa maelezo yake, alinambia kwamba alikuwa amefanya usafi kidogo, alikuwa ameikosha inshoti. Alivomaliza akaiacha nje, yeye akaingia ndani. Ndani kakaa kama nusu saa. Alivotoka zake nje, Honda hajaikuta. Maeneo ya Magogoni pale Kinuni. Hiyo ilikuwa kama saa 8 za mchana. Kwa mujibu wa maelezo yake alivonambia. Tukaenda kulipoti kituo cha polisi cha Kwerekwe, tukaachia askari pale wafanye kazi yao ya uchunguzi na upelelezi, na dokumenti zote tukaziacha pale, kitambulisho na nini. Kwa hiyo in short, juzi nikasikia kama kuna Honda zilizoibiwa zimekamatwa kituo cha polisi cha Bububu. Ikabidi twende, tukaambiwa Jumatatu ndo tuwasili pale. Tukawasili Jumatatu, tukaambiwa kuna baadhi ya vitu sijui mkuu wa kituo alikuwa kashaondoka, na Jumanne kulikuwa na Nyerere Day. Nishodi twende leo Jumatano. Jumatano nafika pale kidogo ndo nakuta Honda zinaondoshwa zinakujwa kituo cha Madema hapa, kituo cha polisi. Kwa hiyo nimekuja hapa nishodi kwa kutizama tu kwa macho. Bado Honda yangu sijaiona mpaka dakika hii. Shafahamu? Labda kama ndo kuna utaratibu mwingine wa wataalamu na jeshi la polisi lenyewe najua natafuta vipi Honda, wanaweza kanisaidia kwa hilo. Honda yangu mimi kama imebadilishwa chassis number, ninaweza nikaitambua. Kuna baadhi ya vitu navyo vikibadilishwa pia naweza nisitambue. Kwanza tenki, pili kama exhaust, shafahamu, 3 kwenye engine, 4 kwenye skani penyewe hasa pale mbele. Kwenye kile kifua naweza nikapajua. Alafu Honda yangu nilikuwa nimetia majina mengi, sehemu nyingi nilikuwa nimeiandika. Kwa hiyo kutokana na alama hizo zote, kama kizibadilisha hizo zote na chassis namba na nini,
naweza nisitambue, lakini kama chassis number tu zimebadilishwa, tenki labda ameliacha ile siti pale chini kwenye engine, kwenye mashine, in short kwenye kifua, naweza nikaijua Honda. Amekuja kuamka nakuta Honda haipo. Kuja kuamka Honda haipo, akanipigia simu, tukaenda kituoni, tukatoa taarifa. Tulivyotoa taarifa, swala la upelelezi lilikuwa linaendelea. Tulitoa taarifa kituo cha polisi cha Paje, na ndo mazingira ilipoibiwa hiyo Honda. Ina muda gani labda toka hivi? Sasa mwezi mmoja tayari ushaisha. Mwezi ushaisha. Na tumepeleleza, imefuatiliwa, mwisho wa siku ilikuwa kama siku 3 nyuma nikapewa taarifa kwamba kuna Honda za wizi zimekamatwa huko mjini. Ndio nikaja, nimekuja, ilikuwa nadhani ilikuwa Jumapili, nikaambiwa Jumatatu. Sasa Jumatatu nikaja tena nikaambiwa Jumatano ambayo ndio leo. Sasa nimekuja, tumekuta Honda zipo kwenye container zikoshapakiwa. Ndo kaambiwa tuje huku Madema huku. Tulipofika huku ndo kwenye harakati za ukagua Honda yangu nikaikuta ipo ile pale. Halafu kuna alama ambazo zilizokuwepo kwenye tenki, ilikuwa nimeigonga. Halafu na siti yake na kwenye exhaust pia, exhaust yake ilikuwa imetiliwa kitu kama kifilimbi, vijana sasa hivi tunapenda kutia. Halafu chassis number ni tofauti. Sijui imefanywa vipi, chassis number ni tofauti. Kila kitu ni tofauti. Plate number na zenyewe ni tofauti kidogo. Kwa hiyo lakini uhakika 100% Honda ni ya kwangu kwa alama nilizoziweka mimi.